Maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba, fahari ya Tanzania. Hii ndo kauli mbiu ya maonesho haya kwa mwaka huu 2026. Shanatani, bado tuko ndani ya viwanja hivi tukiendelea kukuletea wadau mbalimbali walioshiriki katika maonesho haya. Tuko katika banda la TFRA, hii ni mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania. Wameshiriki maonesho haya. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa elimu ya masuala mbalimbali ya husuyo mbolea, ambayo leo hii TFRA wana jambo wanataka kuzungumza na wewe Mtanzania, hususan mkulima ama mfugaji ama mdau wa masuala ya mbolea. Karibu katika banda lao. Asante sana ndugu mtangazaji. TFRA tunasema ni taasisi ya Wizara ya Kilimo ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo, ambayo imeanzishwa kwa sheria namba 9 ya mwaka 2009, ambao pamoja na kuanzishwa kwake huko tunaanza kutekeleza majukumu kwa mwaka 2012. Moja ya majukumu ya msingi ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea ni kudhibiti ubora wa mbolea katika mnyororo mzima wa thamani wa mbolea, kwa maana zile zinazoingia kutoka nje ya nchi kuingia ndani kwetu, lakini zile zinazotengenezwa kwenye viwanda vyetu vya ndani. Kwa hiyo mamlaka inahakikisha inazipima ubora zile mbolea na ili ziweze kwenda kwa wakulima. Lakini sambamba katika kupima hiyo ubora wa mbolea, mamlaka kwa sasa tumejenga maabara nzuri ya kisasa ambayo tunayo ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea, ambayo inatoa huduma za kupima sampuli hizo za mbolea, kupima afya ya udongo, kwa maana kupima udongo, huduma zote zinatolewa pale. Kwa hiyo kwa sasa sio kama ile miaka 4-5 ya nyuma ambayo tulikuwa tunapeleka kwa wadau wengine. Kwa sasa kama mamlaka tumepiga hatua, tuna maabara yetu ambayo inatoa hizo huduma zote. Kwa hiyo jukumu kubwa la msingi ni kudhibiti ubora wa mbolea Tanzania, kwa maana wakulima wapate mbolea zenye ubora, waweze kuzalisha kwa tija. Sambamba na shughuli za udhibiti, vile vile mamlaka tunatoa leseni za biashara ya mbolea, kwa maana leseni ya kuingiza mbolea ndani ya nchi, leseni za kuzalisha mbolea katika viwanda vyetu vya hivi vinavyotengeneza mbolea ndani ya nchi, leseni ya kufanya biashara ya mbolea. Hizo zote tunazitoa kama mamlaka. Lakini huduma zingine ambazo tunazitoa kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea, tunatoa ushauri wa kitaalamu kwenye tasnia ya mbolea kwa ujumla wake. Kwa wadau, kwa maana tunashirikiana na zile serikali za mitaa, kwa maana serikali za mikoa mpaka kule chini, kwa sababu kule tunasema kuna maafisa ugani ama bwana shamba ambao wanatoa elimu ya matumizi sahihi ya mbolea kule chini. Kwa kama mamlaka tunatoa ushauri wa kitaalamu kwa wadau wetu na tunashirikiana kutoa mafunzo hayo kwa wakulima. Lakini vile vile mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania imepewa jukumu la kusimamia utekelezaji wa mpango wa ruzuku, kwa maana tunahakikisha tunasajili wakulima, tunasajili kampuni ili waweze kunufaika na zile ruzuku, kwa sababu serikali imetoa hiyo ili kuleta nafuu kwa wakulima, kwa maana kuimarisha usalama wa chakula, kuimarisha upatikanaji wa malighafi na kuwajengea uchumi wananchi. Kwa mfano sasa hivi unaweza kutolea mfano, mbolea ya yule inatakiwa sokoni iuzwe kati ya shilingi 100 na 15 mpaka 120, lakini serikali inatoa ruzuku pale ya shilingi 40,000. Kwa hiyo unakuta mkulima anaipata kwa nafuu kwa sababu serikali imeweka ruzuku pale. Kwa hiyo jukumu la mpango wa ruzuku kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea tunalisimamia kikamilifu, na sasa tunavyoongea tuko msimu wa 4, kwa maana mwaka wa 4 tangu tulipoanza kutekeleza ule utekelezaji wa mpango wa ruzuku. Tungependa kufahamu ni kwa namna gani mmefanikiwa katika suala zima la kudhibiti mbolea, lakini pia kudhibiti bei ya mbolea ili wakulima wasiweze kuumia. Asante sana. Kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea, moja, tuna kanda 5 ambayo tuna kanda ya mashariki, tuna kanda ya kaskazini, tuna kanda ya ziwa kule ambayo ofisi ziko Mwanza, tuna kanda ya kati ofisi ziko Tabora, lakini tuna kanda ya nyanda za juu kusini. Sasa kupitia kanda zile, ina maana huduma zote za mamlaka ambazo zinapatikana makao makuu hata kule katika ofisi za kanda tunazifanya. Kwa maana moja, tunafanya kaguzi za mara kwa mara, lakini vile vile mamlaka tunasema tuna wakaguzi kwa kila wilaya. Sasa moja ya majukumu ya msingi yale wakaguzi ni kuhakikisha tunakagua zile mbolea, kuhakikisha zina ubora kama zilivyokuwa zinaingizwa, zinapotengenezwa katika viwanda vyetu zinakuwa na ubora ule ule ili kuweza kutumika na wakulima. Kwa hiyo kupitia hiyo ile mianya ile ya udanganyifu, mkulima labda ya mfanyabiashara ambaye sio mwaminifu kama kutengeneza mbolea zile zisizo na ubora, tunazibaini kwa namna hiyo. Kwa maana kupitia zile kaguzi tunachukua sampuli, tunaenda kuzipima maabara kuthibitisha kile kilichopo kule chini. Lakini kingine, kupitia utekelezaji wa mpango wa ruzuku, serikali imeweka mfumo mzuri kana kwamba mkulima amesajiliwa, mfanyabiashara amesajiliwa. Kwa hiyo akinunua ile pembejeo ambayo haina ubora, moja kwa moja tunaweza kutrace kwenye mfumo wetu wa ruzuku amenunua kwa wakala gani, hiyo mbolea kwa kampuni gani, na
kwa nini kumetokea na udanganyifu. Kwa hiyo kama kuna udanganyifu, ile bechi namba au ile mzigo mzima leo kumeingia umesambazwa na ile kampuni, basi ule wote unaondolewa sokoni kudhibiti mianya ya udanganyifu. Lakini sambamba na hilo, mamlaka tunashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maana jeshi la polisi, usalama wa taifa na vyombo vingine, kuhakikisha tunadhibiti ile mianya ya udanganyifu na kupelekea hiyo sasa ule udanganyifu uliokuwepo kipindi cha nyuma, huo ni kama asilimia zaidi ya 99 na tunasema tumeshauondosha sokoni. Mtazamaji, hayo na mengineyo mengi utayapata ndani ya banda la TFRA ambao wako katika maonesho haya ya 50 maarufu kama Sabasaba yanayoendelea katika jiji hili la Dar es Salaam. Ni wakati wako sasa, wewe mkulima ama mfugaji ama mdau wa masuala ya mbolea, kufika katika banda hili uweze kukutana na wataalamu hawa. Wana mengi ya kukuelezea, wana elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya mbolea ambao wameleta kwako wewe katika msimu huu wa maonesho kwa mwaka huu wa 2026. Fika katika banda lao sasa. Mimi ni Kisha Mwepiana. Hii ni Sabasaba Special 2026.